Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali gani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo, karibu katika kapu la habari ni kuwasilishie yale ambayo yameshughulisha chumba cha habari kwa siku ya leo kwa upande wa habari za kitaifa na kimataifa. Mimi ni Rajab Shaaban Matuga nitakayesoma habari za hapa nyumbani, na kwa upande wa habari nje mipaka ya Tanzania tutakuwa naye Nuhu Stima hapo baadaye. Awali ya yote mtazamaji, tuangazie mukhtasari wake. TANROADS mkoani Songwe yapewa siku 10 kuja na mpango kazi utakaowezesha ujenzi wa barabara na madaraja katika wilaya ya Ileje. Huduma ya MRI yazinduliwa katika hospitali ya Abdullah Mzee wilaya ya Mkoani mkoa wa Kusini Pemba. Katika habari za kimataifa, nchi 14 zalani uamuzi wa Israel kuanzisha ujenzi mpya wa vitongoji vya walowezi katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kimabavu. Na mtazamaji, awali ya yote ni kukumbushe, mbali na kuyafuatilia taarifa yetu ya habari kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV, lakini pia unaweza kuyapata matangazo haya kupitia YouTube kwa jina la Mahasin TV Official Channel. Tuanze habari za kitaifa kutoka mkoani Songwe. Naibu Waziri wa Ujenzi Mhandisi Godfrey Kasekenya ametoa muda wa siku 10 kwa wakala wa barabara nchini TANROADS katika mkoa wa Songwe kuja na mpango kazi unaotekelezeka utakaowezesha ujenzi wa barabara na madaraja katika wilaya ya Ileje mkoani Songwe kukamilika kwa wakati. Naibu Waziri Mhandisi Kasekenya amesema hayo Disemba 24, 2025 alipokagua maendeleo ya ujenzi wa barabara ya Isongole kwenda Isoko kilomita 52 na madaraja ya Sange na Kalewesi ambayo ujenzi wake unaendelea wilayani humo. Watoe maelezo ni vipi watafidia kutoka hizo 8% kwenda 40. Watoe maelezo, sio kubahatisha. Kama wana 19%, nyinyi mnategemea atafanya miujiza gani? Watuambie, na nyinyi mtuambie lini watakuwa wana mitambo inayotakiwa yote kuwepo sasa hivi hapa. Swala lingine, je, staff yao imeenea wataalamu wanaotakiwa kama kwenye mkataba kwamba saizi wawe na staff hawa wenye kazi hizi na wapo? Hilo lifanyike. Nadhani ndani ya siku 10 tuwe tumepata hizo taarifa. Ndani ya siku 10. Mhandisi Kasekenya amesema serikali inataka kuona miradi hiyo inakamilika kwa wakati, akisisitiza kuanzia sasa msimamizi atakayeshindwa kusimamia mkandarasi kuendana na mpango kazi atahesabiwa kuwa hatoshi. Mimi nimetoka mradi wa hawa, nimetoka huo mradi anaofanya Mbeya, ana 4.5%, the same contractor, na wao wakawa wanasema mitambo mingine imekuja huku. Yaani unamlipa huku mradi huu, anakwenda kufanyia kazi mradi mwingine. Shughuli haziendi, halafu sisi tunabaki tunasema tumemwandikia barua, halafu inatusaidia nini? Kwa mwaka mmoja mtu ana 8%. Aidha, amesisitiza TANROADS na wakandarasi wanaotekeleza mradi huo kuweka vibao vya tahadhari katika barabara zinazojengwa ili kuepusha usumbufu usio wa lazima kwa watumiaji wa barabara hizo. Hili swala la kitaalamu tu na la kiustaarabu. Manager, mnajua barabara haipiti. Kwa mfano, barabara ya kutoka Ibungu kwenda Kalembo haipiti. Wekeni tangazo hapo, barabara imefunga. Mtu anatoka huko anakwenda anafika kilomita 30.
barabara imebomoka na hana namna, maana lazima arudi, mwambie huko, wewe unajua hapa barabara imefunga, andika tu kule Isongole eneo fulani barabara haipiti. Utakuwa umemsaidia mtu. Kama alikuwa na plan kwenda beyond that point, hata panga safari ama tafuta utaratibu mwingine, lakini unamsubiri afike, imefunga. Asante sana Nuhu Stima kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka mkoani Songwe. Na sasa tunaelekea mkoani Lindi. Viongozi wa kata ya Pande katika halmashauri ya wilaya ya Kilwa mkoani Lindi wametakiwa kuhakikisha kila mwanafunzi anayepaswa kuwa darasani hadi ifikapo mwishoni mwa juma la pili la mwezi wa pili mwakani 2026 anakuwa shuleni, wakitakiwa kuchukua hatua za kisheria kwa mzazi ama mlezi ambaye mtoto wake atashindwa kuripoti shuleni hadi ifikapo muda huo. Taarifa yake Aisha Mpatila kutoka mkoani Lindi inasimuliwa hapa studio na Hilal Sefuriani. Katika kuhakikisha watoto wa kata ya Pande wanaongeza ufaulu, wadau wa elimu ambao wenye asili ya eneo hilo wanaitisha kongamano lililolenga kukuza sekta ya elimu, maendeleo na fursa za kiuchumi. Kupitia kongamano hilo linalotolewa agizo kwa viongozi wa kata hiyo akiwemo diwani, afisa mtendaji na afisa elimu kuhakikisha kila mtoto anayestahili kuwa shuleni anakuwa darasani mara tu shule zitakapofunguliwa mwezi Januari 2026. Tamko hili nimelitoa kata zote nilizozunguka, na hapa nilitoa na ninarudia tena. Piteni mashule yote ya kata hii, wanafunzi wote wasioripoti shuleni bila sababu yoyote, waiteni wazazi wao mwachukulie hatua. Kama mtoto ana changamoto, mzazi wahi kwenda kwa mtendaji kata akamweleze mapema, mtoto wangu ana changamoto 1, 2, 3. Tunataka kubadilisha wilaya ya Kilwa, tunataka kubadilisha kata ya Pande. Tunataka watoto wetu wote wa shule ya msingi waende shuleni, wa sekondari waende sekondari. Kongamano hilo limewakutanisha pamoja wataalamu kutoka kada mbalimbali hususa sekta ya elimu na kujadiliana namna bora kukabiliana na changamoto zilizopo kwenye sekta ya elimu katika eneo hilo. Kwa hiyo tumejikita katika kuamsha na kuhamasisha maendeleo ya Pande, hasa katika masuala ya elimu, katika masuala ya kuangalia uadilifu wa watu, maadili, lakini vile vile katika fursa za kiuchumi kutokana na ujio wa uchumi kwa kasi unaokuja kwenye eneo letu la Kilwa, na hii ukizingatia ujio wa bandari kubwa ya uvuvi East Africa ambayo iko Kilwa Masoko, lakini vile vile katika fursa kubwa ya blue economy. Na hili kongamano hapa ni mwaka wa 3 sasa hivi tunajaribu kuja na kuhamasisha jamii yetu ya Kilwa Pande. Tumefanya semina ya walimu kuwaonyesha umuhimu ya format za mitihani, umuhimu wa silabasi, mada zake zilivyo, lakini pia sambamba na hapo tumewapatia mitihani mbalimbali ya moko na taifa inayofanyika maeneo mengine kwa ajili ya kuwapima watoto, kuangalia muundo na mfumo wa maswali unavyotoka. Ili lengo letu lote ni kukuza ufaulu kwa shule zetu za Pande. Aidha, msisitizo kwa wadau wa masomo ya lugha ya Kiarabu na elimu ya dini ya Kiislamu EDK kuweka mkazo katika masomo hayo kufuatia fursa iliyopo kwenye mtaala wa elimu ulioboreshwa. Sasa hivi kuna tunu mpya, kuna fursa kubwa ya serikali, kuna mabadiliko ya mtaala wa serikali, maboresho. Kutakuwa na somo la Arabiki, somo la Islamiki, kuna combination ya masomo matatu, Kiswahili, Arabic na Islamic. Hii combination advantage yake ni sehemu kama Pande tumejiandaa sisi kuhakikisha Arabic inafundishwa vizuri. Huku kwenye madrasa zetu watoto wanasoma vizuri Arabic. Hiyo Islamic shuleni, jamani, tunajitolea mashehe, walimu wa madaris tunakwenda kufundisha kwenye shule zetu. Wito wangu kwa wanajamii ya Kilwa Pande, wakazi wa Kilwa Pande, kwa watu sote tunahitajika tufanye juhudi na jitihada za makusudi kabisa katika maboresho ya kuhusu elimu, kusomesha vijana, lakini pia kutoa michango mbalimbali madrasani pamoja na mashuleni ili watoto wetu waweze kusoma. Asante sana Hilal Sefuriani kwa masimulizi ya taarifa yake Aisha Mpatila akiripoti kutoka mkoani Lindi. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo inatupa fursa ya kuvuka maji hadi visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu, na tukielekea kisiwani Pemba. Uwepo wa huduma ya MRI katika hospitali ya Abdallah Mzee katika wilaya ya Mkoani, mkoa wa Kusini Pemba, kumetajwa kuwa ni hatua kubwa katika kuimarisha huduma za afya, uwezo wa mfumo wa afya kisiwani Pemba, jambo linalowezesha
wagonjwa kupata uchunguzi wa haraka, sahihi na uhakika. Taarifa kutoka kisiwani Pemba inasimuliwa hapa studio na Nuhu Stima. Amesema hayo waziri wa kazi na uwekezaji Sharif Ali Sharif baada ya kufungua jengo la huduma za MRI katika hospitali ya Abdullah Mzee wilaya ya Mkoani, ikiwa ni sehemu ya shamra ya miaka 62 ya mapinduzi Zanzibar. Uwepo wa huduma hii ya MRI ni hatua kubwa katika kuimarisha uwezo wa mfumo wetu wa afya, kwani utawezesha wagonjwa kupata uchunguzi wa haraka, sahihi na wa uhakika, jambo litakalopunguza kuchelewa kwa matibabu, kuokoa maisha na kupunguza gharama kwa familia na serikali kwa ujumla. Huduma hii itaongeza pia uwezo wa madaktari wetu kufanya maamuzi ya kitabibu kwa ufanisi zaidi, sambamba na matumizi ya teknolojia ya kisasa katika sekta ya afya. Mradi huo umejengwa kwa fedha za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa gharama ya shilingi milioni 564.024, ambapo tayari kiasi cha shilingi milioni 368.394 sawa na 65% zimeshalipwa. Huduma hii itapunguza kwa kiasi kikubwa rufaa za wagonjwa kwenda Unguja na hata nje ya Zanzibar, na kupunguza gharama kwa familia, kuokoa muda na kuongeza uwezekano wa kugundua magonjwa mapema na kuokoa maisha ya wananchi wetu wa Pemba. Aidha, mradi huu utaimarisha upatikanaji wa huduma bora za afya kwa wananchi takriban 592,000 wa hapa kisiwani Pemba, wakiwemo wanawake wenye umri wa kuzaa wapatao 163,000, ambao ni kundi muhimu sana katika maendeleo ya jamii na ujenzi wa taifa imara. Kwa niaba ya wananchi wa wilaya ya Mkoani, mkuu wa wilaya hiyo Bi Miza Hassan Faki ameshukuru serikali kwa namna ambavyo inaendelea kuboresha na kuongeza huduma za matibabu karibu na wananchi. Mheshimiwa Rais katika sekta ya afya ndani ya mkoa wetu wa Kusini Pemba ametufanyia mengi sana. Katika jengo hili ama katika hospitali yetu hii ya Abdullah Mzee ametuzindulia hapo nyuma huduma za ICU, ambazo huduma hizi ilikuwa ni kilio kikubwa sana kwa wananchi wa Pemba nzima. Lakini pamoja na hiyo, pia katika hospitali hii tunazo huduma za kusafisha damu kwa wagonjwa wa figo, ambapo hapo zamani huduma hizi tulikuwa tunazifuata aidha Unguja ama Tanzania bara. Asante sana Nuhu Stima kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka kisiwani Pemba. Mtazamaji, tunatoka visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu. Kwa mara nyingine tena tunarejea Tanzania bara na sasa ni kanda ziwa kutoka huko mkoani Mara. Wananchi mkoani Mara wametakiwa kuchangamkia fursa zinazopatikana kwa kupitia uchumi wa buluu kwa kufuga samaki ndani ya ziwa Victoria, hatua itakayochangia ushindani wa masoko ya kitaifa na kimataifa pamoja na kuendelea kutengeneza fursa za ajira kwa vijana. Taarifa kutoka mkoani Mara inasimuliwa na Zuberi Mgaya kutoka hapa studio. Wito huo umetolewa na Waziri wa Mifugo na Uvuvi Balozi Daktari Bashiru Ali Kakurwa wakati akiwa kwenye ziara yake ya kikazi katika mkoa wa Mara, akisisitiza ubunifu wa kila sekta ili kukabiliana na hali ngumu ya kimaisha. Tunataka kurejesha heshima ya ziwa hili. Hivi vizimba haviwezi kutosheleza mahitaji ya samaki katika nchi hii. Hivi vizimba haviwezi kurejesha viwanda vya sato vilivyokufa. Tunataka vizimba viwe na viwanda vyake, na tunataka na sato ziwe na viwanda vyake. Tupambane na umaskini kwa njia zote za kiuchumi, amesema profesa hapa. Wafugaji wapambane na umaskini, wakulima wapambane na umaskini, wavuvi wa maji wavuvi wa kawaida wapambane na umaskini, wa vizimba wapambane na umaskini, viwanda wapambane na umaskini. Na lengo kubwa ni kupunguza umaskini na kuongeza ajira kwa vijana. Akizungumza kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Musoma vijijini, Profesa Sospita Muhongo ambaye ni mbunge wa jimbo hilo ameiomba Wizara ya Mifugo na Uvuvi kutengeneza mahusiano mazuri ya kibiashara na nchi jirani ya Kenya ili kuongeza tija katika uzalishaji. Kwa sababu sisi tuko karibu na Kenya na tuna protokali zetu za kibiashara. Sasa wizara yetu iweze kufanya uweze kwenda kununua vifaranga Kenya pasipo usumbufu. Tunafanya nao biashara. Kwa hiyo hamna sababu ya kwenda kununua kwa kuficha ficha. Wanasema vifaranga vya Kenya vinazidi vya kwetu, hata kwa ukubwa na ubora wa samaki. Kwa hiyo mimi nadhani ombi jingine
liwe interministerial, nyie na watu wa Kenya mjadiliane kuhusu mambo ya vifaranga. Hawa watu wakija kununua isionekane ni vya magendo hivi. Kwa upande wao, baadhi ya wadau wa uvuvi wa halmashauri ya wilaya Musoma wameelezea changamoto mbalimbali zinazotokana na uvuvi haramu na kuitaka serikali kuwachukulia hatua kali za kisheria wote wanaojihusisha na uvuvi huo. Kwamba maji haya wanapoweka sumu, sio samaki tu, hata zinaumiza wakina mama. Ndio maana ukanda wa huku kwetu utakuta wakina mama wanalia nini? Matumbo, kwa sababu wameweka sumu ndani ya nini? Ya ziwa. Sasa nilikuwa naomba tu kwamba mkuu wa wilaya samahani, siku ile mkuu wa mkoa alikwambia humu kuna wizi, pamoja na hilo mlete walinzi watusaidie. Kwa kweli na athari, kinachosukuma watu kufanya uvuvi haramu ni nini? Na kwa nini hauishi? Ni umaskini wa kipato. Asante sana Zuberi Mgaya kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka mkoani Mara. Mtazamaji, tunatoka kanda ya Ziwa tunaelekea kanda ya Magharibi kutoka mkoani Katavi. Mkuu wa wilaya ya Tanganyika mkoani Katavi, Onesmo Buswelu, amemwelekeza mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya hiyo kupeleka kiasi cha shilingi milioni 46 kukamilisha ujenzi wa bweni katika shule ya sekondari Kabungu ili kuwawezesha wanafunzi wa kidato cha kwanza kutumia bweni hilo pale shule zitakapofunguliwa mapema mwezi Januari mwakani 2026. Mkuu wa wilaya ya Tanganyika Onesmo Buswelu ametoa maelekezo hayo katika ziara yake ya kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo yenye thamani ya shilingi milioni 623. Tumeona kuna kazi ya bweni ambalo tumekubaliana kumwelekeza mkurugenzi apeleke mara moja shilingi milioni 46 zikamalizie kazi ile. Na katika kipindi cha wiki 3 kazi ile imeshakamilika. Ili wanafunzi wa form 1 wanapokuja mwezi wa kwanza tarehe 13 waje wakutane na tabasamu la Mama Samia Suluhu Hassan kwenye bweni zuri na jipya katika mazingira bora ya Kabungu Sekondari. Katika ziara hiyo, Buswelu amekagua ujenzi wa bweni la wanafunzi na madarasa 5 katika shule ya sekondari ya Kabungu, ujenzi wa bweni la wanafunzi wenye mahitaji maalum katika shule ya msingi Mpanda Ndogo, ujenzi wa madarasa 2, jiko la nishati safi ya kupikia na kumalizia wa maabara katika sekondari ya Majalila. Mradi wa kwanza ni ujenzi wa jiko ambalo tutatumia nishati safi na salama kwa ajili ya kutunza mazingira. Mradi wa pili ni ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa ambavyo vina jumla ya shilingi milioni 52. Lakini mradi wa tatu ni umaliziaji wa maabara, jumla ya shilingi milioni 62 zimetolewa. Kwa pamoja tumepokea jumla ya shilingi milioni 154 ambazo zinaenda kutekeleza miradi hizi mitatu. Serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupatia fedha ya kujenga hili bweni ili watoto wote ambao wanatoka majumbani kwenda kupata huduma au mahitaji maalum kwenda kwenye shule zetu, sasa tutawapata wote watakuja kwenye bweni. Hili ni bweni ambalo lina vyumba 20 ambapo kila chumba watakaa wanafunzi 4. Kwa jumla ni wanafunzi 80. Na bweni hili limeshakuwa tayari ambapo kwa mwezi Januari tuko tayari sasa kufungua nao waanze kutoka. Aidha, Buswelu ametumia nafasi hiyo kuwahimiza wananchi kutumia vyema mvua zinazoendelea kunyesha kwa kuendeleza na kutunza mazao. Tunaendelea kuomba wananchi mvua zinazonyesha wazitumie vizuri kulinda na kutunza mazao yao. Amani yetu itakuwepo endapo pia tutakuwa na chakula katika majumba yetu. Kwa hiyo muda wetu sisi, muda ni mali, tutumie vizuri. Waombe wanafunzi kule waliko wanaokuja kuanza darasa la awali la kwanza wajiandae kuja kusoma. Serikali imeshajiandaa kwa ajili yao. Asante sana Hilal Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka mkoani Katavi. Mtazamaji, kwingineko kutoka mkoani Morogoro, serikali imetoa zaidi ya shilingi milioni 800 kwa ajili ya ukamilishaji wa kituo cha polisi ngazi ya daraja B kilichopo Kifakara, wilaya ya Kilombero, mkoani Morogoro, kwa lengo la kuimarisha miundombinu ya utendaji kazi kwa jeshi la polisi. Akizungumza mara baada ya kuweka jiwe la msingi katika kituo hicho, mkuu wa wilaya ya Kilombero wakili Dastan Kioba amesema serikali imeendelea kufanya jitihada mbalimbali ili kuwafanya wananchi kuishi katika hali ya ulinzi na usalama ulioimarika. Wilaya yetu imeanza mwaka 1974 mpaka leo ina miaka 51. Hapajawahi kuwa na kituo cha polisi chenye hadhi kama hii ya kiwilaya.
Kwa ni wilaya kubwa, hatujawahi kuwa na kituo. Kwa ni heshima na tabasamu nzuri kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndani ya siku 100 zake kituo kinakamilika. Nataka operation mahususi ya kuhakikisha kwamba wale vijana ambao wanafanya kazi ya uhalifu katika mitaa yetu, kwa sababu tuna kitu kipya, tumheshimishe Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba tunafanya kazi ya kuleta tabasamu wananchi kwa kuondoa zile kero ndogo ndogo katika vijiji. Wamesema wenye vitu wa vijiji, niombe mfanye operation mahususi kwa maeneo yote, isiwe kama sehemu ya jambo la kawaida. Hii sio jambo la kawaida, ni siku ya tabasamu, ni wakati wa tabasamu, wakati ambao tutakapohakikisha kwamba wananchi wote zile kero za wizi ziweze kufanyiwa kazi. Awali akitoa taarifa ya ujenzi wa kituo hicho, kamanda wa jeshi la polisi wilaya Kilombero, mrakibu mwandamizi wa jeshi la polisi SSP David Nkuba, amesema ujenzi huo umechochewa na ushirikiano kati ya wananchi na jeshi hilo. Utekelezaji wa ujenzi wa kituo cha polisi daraja B umefanikiwa kwa asilimia kubwa kupitia force account kama nilivyosema, ambapo serikali ilitoa kiasi cha shilingi milioni 802, ambapo pesa hizo zimekuwa zikipokelewa kwa awamu. Sambamba na pesa toka serikali kuu, ujenzi umefanikiwa kutokana na msukumo mkubwa kutoka kwako wewe mkuu wa wilaya, ambapo umetoa kipaumbele kikubwa kuanzia hatua ya uchimbaji wa msingi. Nakumbuka Mheshimiwa mkuu wa wilaya, siku tunaanza kuchimba msingi ulipiga Kigoma wewe mwenyewe na wananchi walikusanyika hapa. Kwa hiyo nawapongeza sana wale wananchi walikusanyika eneo hili, na wewe mwenyewe ulikuwepo pamoja na kamati ya usalama, tulichimba msingi hapa. Kwa upande wake mwakilishi wa kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Morogoro SACP Alex Mkama, kamishina msaidizi wa jeshi la polisi ACP Samuel Kijanga, amepongeza jitihada za serikali kuhakikisha wananchi wanafikiwa na huduma ya ulinzi na usalama kikamilifu. Ninatoa shukrani nyingi za dhati kwa namna serikali yetu tukufu ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna aliyoweza kutoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa kituo hiki. Hiki ni kituo ambacho ni cha kisasa kabisa na kina gharama ni kubwa kama mlivyosikia. Ni moja ya vituo ambavyo ni bora. Vile vile nitoe tu shukrani nyingi za dhati kwa Mheshimiwa mkuu wa wilaya. Bila wewe sidhani kama tunaweza kutokea kwa haraka kwa namna hiyo. Naam, mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Morogoro kama ambavyo imesimuliwa kutoka hapa studio na Zuberi Mgaya, ndio tamati ya kapu la habari kwa habari za kitaifa. Na poza kwa sekunde chache punde nitarejea tena hapa na kuweza kumwalika Nuhu Stima ambaye atakuja na yale aliyotuandalia kwa upande wa habari nje ya mipaka ya Tanzania. Endelea kubaki nami. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Asante sana mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nami ndani ya kapu la habari, na shukrani sana kwa kuendelea kuichagua Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Na sasa mtazamaji, ni wakati wake Nuhu Stima kwa upande wa habari nje ya mipaka ya Tanzania.
Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Washukiwa 11 wamekamatwa kufuatia shambulio la ufyatuaji risasi kwa watu wengi lililosababisha vifo vya watu 9 katika mgahawa mmoja nchini Afrika Kusini, Disemba 21, 2025. Polisi walianzisha msako mkali kwa watu 12 wasiojulikana waliokuwa wamefyatua risasi katika eneo la karibu na Johannesburg. Naibu kamishna wa polisi wa mkoa Meja Jenerali Fred Kekana alisema washukiwa 9 waliokamatwa ni raia wa Lesotho, huku mmoja akitokea Msumbiji pamoja na mshukiwa mwingine aliyeaminika kuwa mfanyakazi wa mgodini kutoka Afrika Kusini. Wakati wa shambulio hilo, watu wenye silaha waliendelea kufyatua risasi huku watu wakikimbia na kuwaua wawili pamoja na dereva wa teksi. Uchunguzi wa awali wa shambulio hilo unaonesha kuwa ufyatuaji huo ulitokana na vita vya uchimbaji madini kwa njia haramu. Ufyatuaji risasi wa Disemba 21, 2025 ulitokea wiki mbili tu baada ya shambulio jingine katika eneo la Solville katika mji mkuu wa Pretoria, ambapo watu 11 akiwemo mtoto wa miaka 3 waliuawa. Kwingineko, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepitisha kwa kauli moja azimio la kuongeza muda wa ujumbe wa Umoja wa Afrika wa msaada wa kurejesha utulivu nchini Somalia AUSSOM kwa mwaka mmoja zaidi hadi tarehe 31 Disemba 2025. Akihutubia baraza hilo la usalama, naibu mwakilishi wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa Sun Lei amesema pengo la ufadhili linaloikabili AUSSOM kwa sasa haliwezi kuhimilika, huku upungufu wa fedha unaoikabili ofisi ya Umoja wa Mataifa Somalia UNSOS ukiibua wasiwasi. Aidha, amesema China inazitaka nchi washirika wa kimataifa hususan wafadhili wa jadi kutimiza ahadi zao za awali na kuchukua hatua za haraka kupunguza shinikizo la kifedha linaloikabili AUSSOM. Wakati hayo yakijiri, ujumbe wa Umoja wa Afrika nchini Somalia AUSSOM umepokea kwa furaha uamuzi wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wa kuongeza muda wa jukumu lake kwa mwaka mmoja zaidi. Balozi El Hadji Ibrahim Din, mwakilishi maalum wa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Mataifa kwa Somalia na mkuu wa AUSSOM, alieleza kuwa kuongeza muda huo ni uthibitisho wa imani ya baraza katika nafasi ya Umoja wa Afrika ya kuendeleza amani, usalama na uthabiti nchini Somalia. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa, kundi la nchi 14 zikiwemo za Ulaya limetoa taarifa ya pamoja ya kulaani vikali uamuzi wa Israel wa kuanzisha ujenzi mpya wa vitongoji vya walowezi wa Kizayuni katika ukingo wa magharibi wa mto Jordan unaokaliwa kwa mabavu na kuitaja hatua hiyo kuwa ni ukiukaji wa sheria za kimataifa. Taarifa hiyo ya pamoja imetiwa saini na nchi 12 za Ulaya zikiwemo Ubelgiji, Ufaransa, Uingereza na Ujerumani, Canada pamoja na Japan, ambapo mataifa hayo yameonya kwamba hatua kama hizo zinakiuka sheria za kimataifa na zinaweza kushadidisha ukosefu wa utulivu wa kikanda. Mataifa hayo yamebainisha kuwa upinzani wa wazi kwa aina yoyote ya unyakuzi wa ardhi ya Palestina na upanuzi wa vitongoji vya walowezi wa Kizayuni, ikiwa ni pamoja na idhini ya makazi ya E1 na maelfu ya vitongoji vipya vya walowezi. Kadhalika, nchi hizo zimesisitiza kwamba upanuzi wa makazi unahatarisha na kudhoofisha utekelezaji wa mpango wa kusitisha mapigano huko Gaza, huku kukiwa na juhudi za kupelekea utekelezaji huo hadi awamu yake ya pili, na kuongeza kuwa uamuzi wa Israel utaathiri matarajio ya amani na usalama wa muda mrefu katika eneo zima la Asia Magharibi. Mapema mwezi huu, Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiislamu OIC ililaani mpango mpya wa Zayuni wa kujenga nyumba 764 katika ukingo wa Magharibi, ikiitaja hatua hiyo kuwa ni ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa na azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, hasa azimio nambari 2334. Nuhu Stima, Mahasin TV. Asante sana Nuhu Stima kwa yale ambayo umetuandalia na kutosimulia kwa upande wa habari nje ya mipaka ya Tanzania. Mtazamaji, kabla sijaweza kuweka utuo na kuhitimisha kapu la habari kwa siku ya leo, tuangazie mukhtasari miongoni mwa yale tuliyokuwa nayo leo hii. TANROADS mkoani Songwe yapewa siku 10 kuja na mpango kazi utakaowezesha ujenzi wa barabara na madaraja katika wilaya Ileje. Huduma ya MRI yazinduliwa katika hospitali ya Abdullah Mzee wilaya ya Mkoani, mkoa wa Kusini Pemba.
Katika habari za kimataifa, nchi 14 zalani uamuzi wa Israel kuanzisha ujenzi mpya wa vitongoji vya walowezi katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kimabavu. Na kwa nukta hiyo, mtazamaji, ndio tamati ya kapu la habari kwa siku ya leo. Kwa taarifa yetu nyingine ya habari, usikose kuungana nasi hapo kesho insha Allah, muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wale wote tulioshirikiana pamoja kukamilisha kapu la habari, mimi ni Rajab Shaaban Matuga niliyesoma habari za kitaifa, na kwa upande wa habari nje ya mipaka ya Tanzania tulikuwa naye Nuhu Stima. Nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi mbalimbali vinavyofuata kutoka hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asanteni na kwaherini kwa sasa. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.